Mashujaa mambo mazuri. Mashujaa mambo mazuri mzee. Mambo mazuri. Kesho kutwa mna mechi ngumu dhidi ya Young Africans. Mipango ikoje? Mipango imekamilika takriban kwa 75%. 25% zilizobakia tunazikamilisha tukiwa Dar es Salaam, na muda huu ambapo naongea na wewe tayari kikosi kimeshafika mjini Dar es Salaam kwa ajili ya maandalizi ya mwisho kabisa ya siku hizi 3 ambazo zimesalia kabla ya kuwakabili Dar es Salaam Young Africans. Kikosi kimekamilika na wachezaji wote wapo vizuri, wapo katika hali nzuri katika kuhakikisha kwamba wanakwenda kuipigania timu na kuokota alama 3 muhimu. Na kwenda kuhudumu dhidi ya Young Africans. Young Africans kana kwamba kwa hivi sasa iko moto ukilinganisha na nyinyi. Ili kwenu haliwezi kuwapa hofu zaidi kwenye mechi hiyo? Haiwezi kutupa hofu ya aina yoyote, isipokuwa tunaheshimu tu kwamba ni kweli wako kwenye wakati mzuri, lakini hilo bado kwetu haliwezi likatutisha. Tunacheza katika ligi ya daraja moja. Wao wako Premier League, sisi tuko Premier League. Wana wachezaji wenye miguu miwili na sisi tuna wachezaji wenye miguu miwili. Nafikiri kinachokwenda kuapply zaidi ni dakika 90 kati ya walimu wa timu zote mbili. Ile akili ndo ambayo tutakwenda kuiona pale katikati ya uwanja na utimamu wa wachezaji. Hicho ndo ambacho tunachokisubiri. Kwa hiyo hatuwezi kuwa na hofu ya aina yote, isipokuwa tunachokifanya ni kuwaheshimu tu Young Africans kwa sababu ya mafanikio yao ambayo wamekuwa nayo. Tunajua kwamba wamekuwa ni mabingwa wa Mapinduzi Cup juzi tu wakiwa wametoka kuwa mabingwa. Kwa hiyo tunaheshimu hilo, lakini bado haiwezi kufanya tuwaogope, na ndio maana tumefika mapema zaidi Dar es Salaam kwa ajili ya maandalizi ya mwisho kuwakabili Young Africans. Kwa hiyo naweza nikasema ni kama Daudi kwa Goliati, tunakwenda kuangusha mbuyu. Mnakwenda kuangusha mbuyu? Naam. Kabisa. Basi na shaka aina yote. Hii Mashujaa mnakwenda kuangusha mbuyu kwa Young Africans. Kaka, huu ni mpira miguu. Na mpira wa miguu siku zote hauwezi ukautabiri kabla matokeo. Nafikiri baada ya dakika 90 tunaweza tukawa tuna mengi ya kuzungumza, lakini kwa sasa kubaliana na mimi kwamba tunakwenda kuangusha mbuyu. Tumekuwa na maandalizi ya muda mrefu. Tumekuwa na kambi ya almost takriban wiki 3. Tukiwa tumejichimbia, lengo lilikuwa ni kutafuta alama 3 karibu kwenye kila timu ambayo tutakayokuwa tunakutana nayo. Na mimi kuhakikishie tu hilo linakwenda kukamilika tarehe 19 saa 12 jioni, nipigie baada ya mechi. Saa 12 baada ya mechi nipigie kaka. Yanga wametepeta hapo asubuhi na mapema. Hiki kiburi kinatokana na nini? Sio kiburi, ni mipango na mikakati ambayo tumeiandaa kuhakikisha kwamba tunakwenda kupata alama dhidi ya Young Africans. Msimu uliopita wakiwa nyumbani walitufunga jumla mabao 5-0. Tunaikumbuka na ule uchungu bado tunao mpaka leo. Kwa tulichokiamua sasa hivi ni kuja tumejipanga, kila kitu kiko vizuri. Ninapokuambia tumekaa kambi ya siku 3 ya wiki takriban 3. Sidhani kama kuna timu yoyote ambaye imefanya hivyo. Sisi tumekaa pre-season unaweza kusema au hapo pre-season katika kipindi ambacho ligi ilikuwa imesimama. Hayo yote yalikuwa ni maandalizi, na sisi tulikuwa tunasubiri tu yoyote atakayekuja mbele tuende tukashikamana naye. Kwa bahati nzuri mwaka 2026 unaanza, mtu wa kwanza kukutana naye ni Young Africans. Tuwaambie tu tumejipanga vizuri na tuna uhakika kwamba tutakwenda kufanya vizuri katika mchezo huo. Wana Pacome, wanaingizo jipya la Alan Okello. Hawa wote kwenu mna matumaini ya kupata ushindi kwao? Sisi tuna Crispin Ngushi, tuna Nyenyezi Juma, tuna Frank Majingi, tuna Ismail Mgunda, tuna Jafari Kibaya. Wewe hao waogope? Hauoni kana kwamba huenda ikawa shughuli nzito hizi tambo ambazo unazizungumza zikageuka kwenu? Kaka haiwezi kawa shughuli nzito kwa kiwango hicho. Ndio maana nakwambia ni kama Daudi kwa Goliati. Tunajua kwamba Young Africans ni mkubwa kiasi gani. Tunajua mafanikio yao, tunajua ubora wao ambao wako nao. Lakini sisi tunajipanga kwa namna yetu kuhakikisha kwamba tunakwenda kushinda mchezo huo. Kwa hiyo Yanga wasiingie na matokeo mfukoni kwenye mechi hiyo. Ndicho ambacho naweza nikawaambia, wasijihakikishie kwamba labda kwa sababu tumekuja, wanajua tumekuja kichwa. Lengo la kufika mapema ni kuandaa dozi kwa ajili yao. Lipi neno lako kwa mashabiki wa timu ya Mashujaa FC? Mashabiki wote wa Mashujaa FC tukutane uwanja wa KMC tarehe 19. Waha wenzangu wote wanaonisikiliza, wakopesha vyombo karibia wote kwa ajili ya Dar es Salaam, wauza madafu wote kwa ajili ya Dar es Salaam, machinga wote. Yaani ukijijua ni mtu wa Kigoma au sio mtu wa Kigoma lakini una mapenzi na timu yako, tukutane katika uwanja wa KMC. Twende tukauoneshe ulimwengu. Twende tukavunje ule mwiko ambao Young Africans wamejiwekea. Ndio kitu ambacho naweza nikwambia kwa sasa. Zaidi ya yote, Watanganyika wote ambao wapo Dar es Salaam na wasiokuwa Dar es Salaam wazidi kuiombea timu yao. Sisi tuko salama,
na tunahakikisha kwamba timu inakwenda kupata matokeo. Bwana una mbwembwe? Sio mbwembwe, ndio uhalisia kaka. Njoo uwanjani utazame boli. Sawa, shukrani sana. Asante sana, mapigo na mwendo. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.